wetu, tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nyingine hii, siku ya Jumanne ambayo Mungu ametujalia neema, tarehe 10 ya mwezi wa 3. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu, ameendelea kututunza na kutupigania. Basi ni kushukuru wewe ambaye umepata kibali na neema cha kuwa miongoni mwa wale waliopata uzima na uhai na kuwa na pumzi hata tarehe ya leo. Mungu akubariki sana. Ibada yetu ya asubuhi ya Morning Glory ambayo Mungu ametupa tena nafasi ya kuendelea na kipengele chetu ama kipindi chetu cha 3 toka kile cha kwanza cha jana asubuhi, jana jioni na leo ni cha 3. Kwa hiyo hakikisha kwamba umepata mfululizo wa masomo yote toka kile cha kwanza. Ukienda kwenye YouTube za Upendo basi utapata huo mfululizo mzuri. Kumbuka kama hii ni ibada, usisahau palipo na ibada pana sadaka. Nikutajie namba zetu za sadaka ili ndani yako ukisikia huo msukumo wa kuhubiri pamoja nasi kwenye madhabahu hii, basi sadaka zako zitumwe kwenye simu hizi. Namba ya kwanza ni ya Mixx by Yas ambayo ni 0713762887 0713762887, lakini ya Vodacom ni 0757 220 220 0757 220 220. Basi na tuianze ibada yetu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tuombe. Uliye mwaminifu, Mungu mwema, tunakubariki na kukutukuza. Umekuwa baba kwetu, umekuwa kila kitu, umekuwa ukamilifu na utoshelevu. Umetutunza, umetupigania, umetulinda. Umekuwa kila kitu kwenye maisha yetu. Hatujaona kupungukiwa, tumeona kujazwa na kuneemeshwa na wewe. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa matendo yako makuu. Umetupa zawadi ya siku nyingine, tarehe 10 ya mwezi wa 3. Kwetu ni zawadi, kwetu ni muujiza, kwetu ni neema. Mungu, tusilitazame jambo hili kwa jicho la kawaida. Si kila mtu aliyepanga kuiona siku ya leo ameiona. Wako waliokuwa wamepanga tena kwa ukubwa na kwa kufanya vitu vyako vilivyo vizuri sana kuliko sisi, hawapo. Kama sisi umetujalia hiyo neema, Mungu, tujalie moyo wa shukrani mbele za madhabahu yako. Ni wewe uliye mwaminifu, ni wewe uliye msaada wetu, ni wewe uliye yote katika yote. Baba, tunaipandia madhabahu yako iliyo takatifu. Tunaomba toba na rehema. Kama kuna mahali hatujafanya sawa na mapenzi yako, ile damu yako inayotutakasa na kutupa haki ya kuikaribia madhabahu yako, mahala ambapo ndipo tunapotamani tupakaribie asubuhi ya leo. Tulisikilize neno lako, tupate tafakari itakayotuongoza kwenye siku ya leo. Mungu, achilia ndani yetu roho ya utulivu, usikivu na uelewa. Tunajishikamanisha mahali hapa na madhabahu yako mbinguni, lakini na kila tunapofuatilia, iwe ni kwenye television, iwe ni kwenye redio, iwe ni kwenye mitandao, tunapageuza mahali hapo kuwa madhabahu yako. Sema nasi kwa lugha nyepesi na laini tutakayokuelewa, katika jina la Yesu na damu ya Yesu tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako, amen. Kumbuka kichwa cha somo letu ambalo tumeanza nalo na tutaendelea nacho kwa wiki nzima kina maneno yanayosema Mungu ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Mungu ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Sasa tumekuwa na mtiririko wa hivyo vipindi vitatu sasa. Sio rahisi nikarudi kule nikazungumza kila kitu kwa ile ya jana asubuhi na jioni. Ninatamani angalau niende kwenye kile kipande cha pili. Lakini kumbuka maneno yetu yameshikiliwa na ule mstari kutoka Yeremia 32, ule mstari wa 27, mahala ambapo Mungu anamwambia Yeremia kwamba mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani gumu nisiloliweza? Tuliona hiyo ni kona ya kwanza ambayo Mungu anamwambia Yeremia aliyekuwa kwenye mazingira magumu sana. Amefungwa, mji wa Yerusalemu umezungukwa na maadui, hana ushirika mzuri na mfalme. Kwa hiyo Mungu anapomkuta yuko ndani ya gereza, anamletea huo ujumbe. Nikakwambia sio mahali rahisi ambapo ungetegemea ujumbe huu uweze kufika, lakini kumbuka kichwa cha somo letu, Mungu ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Anamwambia Yeremia mahala ambapo pamemvunja moyo, pamemkatisha tamaa, haoni tumaini tena. Anamwambia mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani gumu nisiloliweza? Lakini jioni tukaangalia mfano wa pili, Mariam, binti aliyekuwa amejitunza katika maisha yake, binti aliyekuwa anathamini ule ubinti wake, amejitunza katika nyakati zake zote. Halafu malaika anamwambia
Mariamu, umepata kibali mbele za Bwana, utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu anajiuliza maswali mengi sana. Jambo hili linawezekanaje? Nami simjui mume. Kwa hiyo si ajenda tu ya kuto kumjua mume, lakini ni ajenda ya namna ambavyo Mariamu alikuwa amejitunza kwenye maisha yake ya ubinti. Ametunza thamani yake ya kuwa binti, amejitunza katika maisha yake yote. Halafu anasikia ujumbe wa kupata mimba, tena kabla hajaolewa, wakati ameposwa. Binti aliyelelewa kimaadili, aliyelelewa akaleleka. Anasema linawezekanaje jambo hili? Kwa nini? Kwake hajawahi kulisikia, halijawahi kutokea. Lakini inakuwaje kuwaje? Haya mambo yanakaje kaje? Lakini pia anawaza juu ya heshima yake kwa wazazi wake, namna ambavyo wazazi wake wamekuwa wakimwamini na yeye anajiheshimu, lakini marafiki zake pia, lakini pia na wale anaoabudu nao na viongozi wake wa kiroho. Anawaza linakuwaje, litaelewekaje jambo hili? Ile heshima aliyokuwa nayo anaogopa namna ya kuipoteza kiwepesi. Nilikwambia ni tofauti sana na kizazi cha vijana wetu tulionao. Hawajaona hii heshima, hawajaona maana ya heshima hii. Tumekuwa na vijana wengi ambao hawajui maana ya kujitunza, maana ya kujiheshimu. Nilikwambia jana, vijana wetu wengi kupata mimba nyumbani limekuwa ni jambo la kawaida na ni fasheni, na mtu anajisifia kabisa, hajisikii vibaya moyoni kwamba alichokifanya kimempotezea heshima yeye, wazazi na kanisa. Ni jambo la kawaida tu, na saa zingine sio mtoto mmoja na watoto wawili watatu, na anaona ni kawaida kabisa, maisha yanakwenda. No, haijawa sawa. Lakini si tu hivyo, ile tu kutunza heshima yako, kwamba wazazi wako wamekulea, wamekutunza na wanakuamini, halafu wewe unavuruga hiyo heshima ambayo wamekuheshimu nayo. Lakini pia tumelichafua kanisa katika namna ambayo inaonekana kanisa ni mahali fulani ambapo unaweza ukafanya kitu chochote kile unachokifanya. Niliwaambia vijana, Mungu awasaidie Mariam awe ni kielelezo kwenu. Alijitunza, alijithamini, alijiheshimu, mpaka malaika wakati anamwambia alikuwa na maswali magumu juu yake. Sasa hicho sitaki kukaa sana, kuna mahali ninatamani niende leo. Sasa angalia, na nilikuambia kwamba si kwamba Mungu hawezi kufanya kitu kwako. Swala ni kwamba kuna mambo matatu, na jana niliyakimbiza sana kwa sababu ya muda. Nirudie yale mambo matatu. Kulikuwa na mistari ambayo sikuisema, muda wetu ulikuwa umekimbia sana. Nikasema kuna mambo ambayo sio kwamba Mungu ameshindwa kwako kuyafanya tena kwa viwango vikubwa vya ukuu wake na ukubwa wake aliye Mungu. Nikasema sababu ya kwanza, umeyatazama hayo mambo kwa ukubwa na kuyakuza sana na kuona na kuharibu imani yako juu ya kuwezekana. Hiyo imani ya jambo hilo kuwezekana haipo ama imekufa. Kwa nini? Lile jambo unalolipitia umelikuza sana, umelitukuza mno, umeliongeza ukubwa kiasi ambacho Mungu hana nafasi ya kupenya na kufanya kwenye hilo eneo. Humuoni Mungu kama anaweza, humuoni Mungu kama anaweza kutenda tena. Sasa angalia kitabu cha Waamuzi, mstari ambao jana hatukuusoma, Waamuzi 6 mstari wa 13. Waamuzi 6 mstari wa 13. Ukianzia mstari wa kwanza ukasoma hili habari yote utapata picha, lakini nisome hiki kwa sababu kuna mahali nataka nikupeleke kwenye mfano wa mtu wa tatu, wa mtu ambaye Mungu alimwambia maneno magumu. Angalia, Gideon akamwambia, e Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi. Manake Gideon haamini ya kwamba Mungu yuko pamoja naye. Ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Mbona mambo haya yote yametupata? Angalia, anasema yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu? Kwamba baba zetu walitusimulia habari za matendo makubwa aliyoyafanya, kuwatoa kutoka Misri, kuwaleta kwenye nchi ya ahadi. Yako wapi matendo makuu ya Bwana waliotusimulia juu ya Mungu huyu? Anasema, walisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midian. Kiswahili kizuri ni kana kwamba Gideon anasema, mbona tunapitia mambo haya makubwa sana, mambo haya magumu na mazito? Mbona hatuoni wala hatudhani kama Mungu yuko pamoja nasi? Tuliambiwa, tumesoma habari zake, lakini hatuoni kama Mungu yuko pamoja nasi. Sasa
Na inawezekana Gideon alikuwa anataka kumweleza yule malaika ya kwamba Mungu ametuacha, Mungu ametutelekeza, Mungu ametutupa, tumebaki peke yetu, tu wapweke, tu yatima. Na kana kwamba Gideon anasema sasa tunaenda kwa nguvu zetu, tunafanya kwa akili zetu, tunafanya kwa uwezo wetu, sio uwezo wa Mungu. Nimekwambia kuna mahali ili Mungu afanye, yeye anapaswa kutukuzwa, sio lile pito na jaribu nalolipitia. Usiyatukuze hayo mazingira. Kwanza hata ukiyatukuza hayakusaidii zaidi sana yataendelea kukumiza na kukuvunja moyo. Nikuulize swali mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu, kwani kwenye hilo unalolipitia unaona nini? Kwenye hilo unalolipitia unaona nini? Unapotazama jambo hilo na ukautazama msalaba, unaona nini? Unaona kuwezekana? Unaona kushinda? Ama unaona kama Gideon ya kwamba tulisikia habari zake lakini nadhani sasa ametuacha, tulisoma habari zake lakini nadhani sasa tumetelekezwa, mahali hapa Mungu hayupo. Ili Mungu akuvushe mahali hapo, lazima umtambue yeye kwamba ni nambari moja, na ndiyo ajenda yetu ya pili. Angalia ajenda yetu ya pili, ili Mungu afanye kwako kwa ukubwa, yeye ambaye ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Angalia jambo la pili, anasema anahitaji atambulike ya kwamba yupo na anaweza. Moyo wako umtambue ya kwamba yupo na anaweza. Yaani katikati ya hayo magumu, katikati ya huo ugonjwa, katikati ya hiyo misiba, katikati ya hiyo njaa, katikati ya uchumi kuvurugika, katikati ya mahusiano kuvunjika, katikati ya mimba kuharibika, hapo kwenye mazingira hayo magumu, ili Mungu wa yasiyowezekana apate nafasi, hakikisha kwa gharama yoyote unaamini vitu viwili: yupo na anaweza. Haleluya, libarikiwe jina la Bwana. Hapo haijalishi ni miaka mingapi, haijalishi watu wanakuambia ukubwa wa jambo hilo ni kubwa kiasi gani, na kila mmoja anakuonea huruma, anaona mahali unapopita ni pagumu sana. Geuza macho yako, mtazame Mungu kwa imani ya kwamba yupo na kwamba anaweza. Waebrania 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Watu wengi na hasa waamini, ninajua tunaamini ya kwamba dhambi ni jambo lisilompendeza Mungu. Kwa hiyo maisha ya ukamilifu na utaua ndiyo mambo yanayompendeza Mungu. Uko sahihi kabisa. Mimi ni kuongeza jambo lingine, swala la kumwendea Mungu na kuamini yupo ni jambo linalompendeza Mungu pia. Kwa ni kuongeza jambo la pili sasa, kwamba ni kuishi maisha ya uchaji na utakatifu, lakini pia na kumwendea Mungu kwa imani. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima awe na mambo mawili. Jambo la kwanza, lazima aamini ya kwamba yeye yupo. Yeye yupo. Mwambie Mungu, hata mahali hapa ninaamini upo, hata kwenye mkwamo huu ninaamini upo, hata kwenye ukuta huu ninaamini upo, hata mahali hapa ambapo nimekutana na jaribu lililosimama mbele yangu kama mlima Kilimanjaro, limesimama kama bahari ya Shamu kwa Waisraeli. Mwamini Mungu yupo. Haleluya, libarikiwe jina la Bwana. Lakini jambo la pili, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao, na kwamba huwajibu, huwatendea wale wamtafutao. Bila kujalisha hilo pito lako likoje, semesha moyo wako ya kwamba mimi ninaye Mungu wa yote yaliyoshindikana. Kwa Mungu inawezekana. Wewe ni mshindi, na hata hapo utavuka. Jambo la tatu, nilikuambia utayari wako wa kumpa Mungu nafasi ili afanye. Mariam anasema, mimi ni mtumishi wako, na iwe kwangu kama ulivyonena, na iwe kwangu kama ulivyonena. Mungu anaingilia kati. Mariam anapata ujauzito na anamzaa Yesu Kristo. Habari hii unaijua vizuri. Niruhusu sasa nikupeleke kwenye mfano wa mtu mwingine wa tatu. Tumemwona Yeremia, Mungu anamwambia, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani gumu nisiloliweza? Lakini tumemwona Mariam wakati malaika anamwambia habari za kupata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na yeye ni binti aliyejitunza, ni binti aliyejiheshimu. Biblia inamtaja kabisa alikuwa ni bikira,
lakini pia malaika anamweleza habari za Elizabeth ambaye alikuwa ni mzee aliyeitwa tasa na amepata ujauzito. Malaika anamwambia Mariamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Nikupeleke kwa mtu wa tatu sasa. Kama unaandika muujiza wa mtoto Isaka kwa Sara aliyekuwa kikongwe. Muujiza wa mtoto Isaka kwa Sara aliyekuwa kikongwe. Iko mistari kadhaa hapa ambayo ninatamani tuisome. Andika Mwanzo 18 mstari wa 9 mpaka wa 14. Tutaisoma hii mistari, imebeba kitu muhimu sana kwenye ile ajenda yetu. Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana. Sasa angalia Mwanzo 18 9 mpaka 14. Anasema, wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yuko hemani. Huyo ni Ibrahim anajibu. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Narudia hiyo sentence. Narudia mstari wa 10. Malaika anamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani. Maana yake majira kama haya, mwezi kama huu, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwa nyuma yake. Mstari wa 11. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee. Anaanza kusema sifa za Ibrahimu na Sara ambako ndiko Isaka amepatikana. Anaanza kuainisha mstari wa 11. Anasema basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee. Jambo la kwanza, kumbuka kwa Elizabeth alikuwa mzee. Anaendelea kusema wa umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake, siku zake zimekoma. Oh, Mungu anisaidie. Cha kwanza ni wazee. Cha pili, siku zake zimekoma, hakuna mayai kwa Sara. Kwa hiyo hakuna chembe chembe ya kuwezekana kwa lolote kupatikana mtoto. Angalia mstari wa 12. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake, yaani alivyojitazama alivyo na namna ambavyo anakosa vigezo, anakosa sifa, anakosa hadhi ya kupata mtoto, akacheka. Angalia, akasema moyoni, niwapo mkongwe. Maana yake Sara si tu kwamba alikuwa mzee, alikuwa kikongwe, siku zake zimekoma. Anasema niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Huku ameficha vitu vingi. Anaposema nitapata furaha na bwana wangu mzee, kuna vitu vingi ndani yake. Kwa namna nyingine watu wazima wataelewa mzee Ibrahim alikuwa amechoka. Nimetumia maneno ya kiutu uzima. Cha kwanza ni wazee. Cha pili, siku zimekoma. Ibrahim kachoka. Jina la Bwana libarikiwe. Twende mstari wa 13. Mtanielewa vizuri baadaye. Bwana akamwambia Ibrahim, mbona Sara anacheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Angalia mstari wa 14 ambao ndio unaotupeleka kwenye tafakari yetu. Baada ya maelezo hayo yote, malaika anamweleza Ibrahimu habari za mke wake kupata mtoto, lakini Sara anasikia zile habari, anajitazama vile alivyo, siku zake zimekoma, yeye ni kikongwe na Ibrahimu ni mzee, hawezi. Halafu akacheka. Malaika anamwambia kwa nini Sara anacheka? Sasa angalia neno linalopatikana mstari wa 14. Ni neno muhimu sana na ni zito sana kwenye tafakari yetu ya asubuhi ya leo. Angalia, malaika anasema hivi, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Yaani kwa Kiswahili kingine anausemesha moyo wa Sara na Ibrahim ambao tayari wanaona kupata mtoto kwao haiwezekani. Lakini Mungu kupitia kinywa cha malaika anasema maneno haya, kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani. Anarudia hiyo sentensi, nitakurudia majira kama haya mwakani, na Sara atapata mwana
wa kiume. Hatuoni majibizano kama kule kwa Mariam baada ya malaika kusema hili neno, jina la Bwana libarikiwe. Narudia kusema jina la Bwana libarikiwe. Hebu twende taratibu sasa darasani. Angalia, halikuwa jambo rahisi sana kwa Sara kuamini habari za malaika kwa habari ya kupata mtoto katika sifa nilizokutajia. Nimekuambia sifa ya kwanza ambayo hii familia ilikuwa nayo ya Ibrahimu na Sara ni vikongwe. Nikapiga picha kwa mtazamo wa kwangu nikiwa nimefunika macho. Ninamwona Sara akiwa amepinda mgongo, anatembelea mkongojo. Kikongwe, sio mzee, kikongwe. Lakini jambo la pili, angalia, siku zake zimekoma. Maana yake hakuna mayai. Hii maana yake mlango umefungika, hakuna kinachowezekana. Tunapomsema huyu Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana, tuko serious, tunamaanisha. Kwenye mazingira haya inawezekana Ibrahimu na Sara angambia malaika, sawa, tunajua Mungu anatupenda sana na alituahidi tukiwa na miaka 75 kule na mke wangu akiwa na miaka 65 ya kwamba atatupa watoto kwa idadi ya mchanga, lakini nadhani sasa amechelewa. Kwa majira haya haiwezekani. Anaweza akahamisha huu muujiza akapeleka kwa vijana wenye nguvu, lakini sisi ni vikongwe na mke wangu huyu tayari siku zake zimekoma, haiwezekani, na mimi mwenyewe ni mzee. Sasa ukitaka kuona sifa nyingine ngumu na kubwa walizokuwa nazo hawa Ibrahim na Sara, fungua pamoja na mimi kitabu cha Warumi mlango wa 4 mstari wa 19. Nataka nikuonyeshe tunapomsema ni Mungu wa yasiyowezekana, ni kweli tunamaanisha, na hata kwako ni kweli Mungu huyu anaweza kufanya jambo. Angalia Warumi 4:19. Anasema hivi, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Narudia hiyo sentence. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiria hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Hiyo sentence ni muhimu. Kwa hiyo mwili wa Ibrahim ulikuwa umekufa. Hiyo sentensi ni muhimu. Mwili wa Ibrahim ulikuwa umekufa, asikiaye na afahamu. Kwa hiyo Sara anaposema nitapataje furaha kwa mume wangu mzee, alikuwa anamaanisha hii habari ya kwamba mwili wa mumewe ulikuwa umekufa. Hivi mnanielewa ninyi watu? Nimetumia hiyo lugha iliyoandikwa kwenye Biblia. Na anasema akiwa amekwisha kupata kama miaka 100. Huyu baba ana miaka 100. Mtafute mtu wa miaka 100, halafu fikiri kwake kupatikana mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Narudia tena kusema jina la Bwana libarikiwe. Mwili wake umekufa. Kwa hiyo tukizitaja sifa, cha kwanza ni vikongwe, ni wazee. Ibrahimu inawezekana na mkongojo, Sara naye ana mkongojo, migongo imeanza kupinda, imechoka, haiwezi tena kusimama wima. Lakini Sara siku zake zimekoma. Angalia sifa ya tatu, Ibrahimu mwili wake umekufa. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Nataka uone mahali ambako Isaka alitokea. Usije tu ukasoma ukamwona Isaka ukaona ni jambo dogo. No, lilitoka kwenye mazingira ya Mungu wa yote yasiyowezekana. Angalia sifa ya tatu. Angalia sifa ya tatu. Na hali ya kufa kwa tumbo lake Sara. Kwa hiyo tumbo la Sara lilikuwa limekufa, haliwezi kubeba mtoto. Haiwezekani kufanyika chochote cha kiuzazi kwenye tumbo la Sara. Ninaziona sifa 4 za msingi ambazo ninatamani uzione. Ninazirudia. Ajenda ya kwanza ni wazee kwa viwango vya ukongwe. Sara ana miaka 90, Ibrahimu ana miaka 100. Piga picha ya huo umri. Lakini nenda kwenye sifa ya pili, Sara siku zake zimekoma. Nenda kwenye sifa ya tatu, Ibrahimu mwili wake umekufa. Ndivyo Warumi anavyosema, mwili wake umekufa, kwa hiyo hawezi. Lakini cha mwisho, tumbo la Sara lilikuwa limekufa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ni mazingira magumu sana ambayo hutarajii kupatikana mtoto. Kidaktari hii ni hatari, na si tu hatari, haiwezekani. Lakini pia umri wao unawakatalia kabisa kuwezekana kupata mtoto. Lakini malaika ametumwa na Mungu kuleta ujumbe kwenye hii familia kwamba majira kama haya mwakani Sara atapakata mtoto. Ninarudia tena,
Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana. Na ndo maana Sara alicheka. Hakucheka kwa kutania, alikuwa ni serious kabisa. Alikuwa anamaanisha ya kwamba kwenye mazingira yao nothing is possible. Yani kila kitu hakiwezekani. Jina la Bwana libarikiwe. Wacha nikupeleke kwenye tafakari hii, itakusaidia. Nizungumze na wale wanandoa wanaopitia changamoto ya uzazi. Nizungumze na ninyi, na inawezekana mmefika mahali mmekata tamaa. Ujumbe huu ni wa kwenu, mama ulioko kwenye ndoa, baba ulioko kwenye ndoa, binti na kijana wa kiume ulioko kwenye ndoa. Ujumbe huu ni wa kwako. Kwa Sara ilifika mahali pagumu sana. Ngoja nikupe tafakari hii kabla sijakupeleka kwenye mazingira ya kwako kama mwanandoa ambaye una changamoto hiyo. Nikawaza kama wakati huo kulikuwa na hospitali kama za kwetu. Wakati Sara ameenda kliniki, halafu nesi anawafundisha wale walioenda kliniki ya kwamba muwe mnakula mboga za majani ili kuongeza damu, kwa sababu mnahitaji damu sana ninyi akina mama. Na Sara na mkongojo wake, mgongo umepinda, ana ujauzito, sijajua miezi 3 au miezi 4, na yeye anatingisha kichwa, anasema sawa kabisa. Fikiri huyu nesi anapotazama anakutana na kikongwe aliyoko kwenye hiyo wodi ambayo anafundisha hawa wanawake walio wajawazito. Inawezekana alipomwona alishtuka, akamwambia, wewe bibi, huku hatufundishi, sio wodi ya wazee, huku ni wodi ya wanawake wajawazito. Sara anamwambia, ni kweli unachokisema, na mimi ni mjamzito. Yule nesi inawezekana anapata shock, anaenda kwenye chumba cha daktari namba 2, anamwambia, dokta, kuna bibi huku amenichanganya, anasema ni mjamzito wakati ni kikongwe. Fikiri huyo daktari anamwita, anamwambia mwite. Anafika kule ndani, Sara anamwambia, hujambo mjukuu wangu, mgongo umepinda, anatembelea mkongojo, halafu kitumbo kimetoka, ana ujauzito. Kwa Mungu yote yanawezekana. Fikiri huyo daktari alivyochanganyikiwa. Anasema, we bibi, nini kimetokea? Anasema, hata mimi sijui. Kama ambavyo wewe huwezi ukawa na maelezo kwa umri wangu na kwa vigezo nilivyokuwa navyo, hata mimi sina maelezo. Inawezekana walimpeleka kwenye vipimo kama vilikuwepo, ultrasound, wakacheki, wakagundua kuna mtoto tena wa kiume. Daktari haamini, vipimo havielewi, nesi haelewi, lakini ndani ya tumbo la huyu mwanamke Sara kuna mtoto. Wacha nirudie kusema, huyu Mungu tunayemwamini kwake ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Mahala ambapo vigezo vimegoma, mahala ambapo sifa haziwezekani, mahala ambapo umri umefika mwishoni, mahala ambapo kila kitu hakiwezekani, ndiko anafanya jambo lisilowezekana likawezekana. Sara, mwanamke mkongwe aliyekuwa amekoma siku zake, tumbo lake limekufa, Ibrahimu mume wake, mwili wake umekufa, anapata ujauzito wa mtoto anayeitwa Isaka. Huyu Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Nataka nikulinganishe na wewe ambaye inawezekana una miaka 2 3 hujapata ujauzito, halafu umekata tamaa. Watu wanasema wewe haiwezekani kupata mtoto. Sara akiwa na vigezo hivi bado alipata mtoto. Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana. Hayo ambayo madaktari wamefika kwenye ukomo ndiyo yanayomhitaji Mungu, ndiyo yanayomfanya Mungu aitwe Mungu, ndiyo ambayo Mungu akifanya anatambulika ya kwamba ni Mungu. Wacha nikutazamishe mambo haya, wewe mwanamke na mama ulioko kwenye ndoa, na mwanaume ulioko kwenye ndoa, halafu kwa kule kuto kupata mtoto umekata tamaa. Fikiri, kwa sababu ya changamoto za kiafya, inawezekana imefika mahali ulitolewa kizazi, kwa hiyo hauna kizazi. Halafu angalia ulichoambiwa kwamba kwako haiwezekani kupata mtoto. Ngoja nikuambie neno gumu. Mungu hategemei kanuni ya kidaktari kwamba ili upate mtoto ukitolewa kizazi basi haiwezekani kupata mtoto. Hizo ni kanuni zetu, lakini kwa Mungu hata hilo linawezekana. Ukiniambia vipi, na mimi sijui. Kama tumbo la Sara lilikuwa limekufa likaleta mtoto, ninachotamani kukwambia hata kwako inawezekana. Amini tu. Kuna mtu mmoja anambia huyo anatania ni. Niko very serious. Kwa Mungu wa yasiyowezekana
Unajua, ukipata mtoto wakati una kizazi, una afya ya kwako, maana yake liko ndani ya kanuni za kawaida. Tunazungumza kwa yale yasiyowezekana. Huyu Ibrahimu mwili wake umekufa. Sara siku zake zimekoma, lakini huko alipatikana mtoto. Nataka nikwambie, Mungu hategemei tu kizazi ulicho nacho. Anayo namna kubwa anayoweza kufanya kwa namna isiyoelezeka na ukapata mtoto. Narudia tena, mwamini Mungu kwamba anaweza. Ukiniuliza anawezaje, nitakwambia kwa Sara iliwezekana. Angalia, sio hivyo tu. Kuna watu wameambiwa kwenye matumbo ya uzazi wana uvimbe, kwa hiyo wanasema haiwezekani. Kwa namna uvimbe ulivyo, inawezekana hata tukifanya operation hautaweza kupata mtoto, ama tutaondoa na kizazi, kwa hiyo utakuwa ni ukomo wako. No, hiyo ni akili na uwezo wa kidaktari. Wiki hii tunatafakari kwa habari ya rufani yetu kwa Mungu mkuu mwenye uweza wote, asiyechunguzika na asiyeelezeka. Huyu ndiye anayeweza kufanya nje ya uwezo na akili zetu, na huyo ndiye tunayemtafakari. Inawezekana umeambiwa mirija yako imeziba, homoni hazibalansi, kizazi chako kimeregea, hakiwezi kubeba mtoto. Nataka nikukumbushe jambo la muhimu sana. Taja na vitu vingine. Inawezekana ni kwa mwanaume ama ni kwa mwanamke. Taja na vitu vingine. Nataka nikukumbushe jambo. Kama Sara siku zake zilikuwa zimekoma, kama Sara tumbo lake lilikuwa limekufa, lakini pia alikuwa ni mzee wa umri wa miaka 90. Mwili wa Ibrahimu umekufa, lakini wanapata mtoto Isaka. Uwe na uhakika ya kwamba Mungu wa yote yasiyowezekana aliihuisha miili ya Ibrahimu na Sara. Oh, haleluya, haleluya. Aliwarejeshea miaka yao ya ujana wao wa kuweza kupata mtoto, na wakapata mtoto. Maana yake kuna jambo la kiurejesho lilifanyika kwa Ibrahimu na Sara, na kwako inawezekana. Na ndo maana usivunjike moyo, usihesabu namba za vidole za kuhesabu idadi na takwimu. Kwa Mungu hategemei idadi ya namba za kwenye vidole. Tungehesabu kwa Sara ilikuwa ni haiwezekani. Tungehesabu vidole kwa Ibrahimu, imefika mahali pa ukomo, lakini kwenye ukomo huo huo ndiko Mungu anaanzia kufanya ili ajulikane. Tunamsema ni Mungu wa Ibrahimu. Angalia aliyoyafanya, yasiyowezekana yakawezekana. Natamani nikuambie asubuhi ya leo, huyu Mungu ninayemhubiri ni Mungu arejeshaye, ni Mungu wa urejesho, ni Mungu anayeweza kuhuisha, ni Mungu anayeweza kutenda yale yaliyokwisha kuliwa na adui yakarejea tena. Twende kwenye kitabu cha Yoeli mlango wa 2 mstari wa 25. Tunazungumza habari za Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana. Yoeli 2 mstari wa 25. Ninapenda huu mstari. Anasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Iko miaka yetu imeliwa na nzige. Iko miaka yetu imeliwa na adui. Anasema si tu nzige na parale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Nilichotaka uone, Mungu ni Mungu wa urejesho, ni Mungu wa marejesho, ni Mungu aturejeshaye. Ninazungumza na mwanamke ambaye ameambiwa maneno magumu sana, kama ambavyo mazingira yalimsemesha Sara, hali ngumu ya kutokuwezekana. Niko mahali hapa kukuambia, Bwana ni Bwana wa urejesho. Mungu ni Mungu anayeweza kurejesha tena upya ile miaka yako ya ujana iliyoliwa na adui, iliyoliwa na parare, iliyoliwa na madumadu, iliyoliwa na nzige. Bwana atairejesha, na akiirejesha hautakuwa wewe huyu, utakuwa wewe mwingine. Sara kikongwe ambaye siku zake zimekoma na tumbo lake limekufa, na Ibrahimu mumewe mwili wake umekufa. Kupita kwenye mazingira hayo, Bwana anahuisha hiyo mili, anairejesha. Akili zangu ziliwaza kwa namna hii, kizazi cha Sara kilichokuwa kimekufa akarejeshewa kipya. Kwa nini? Yeye ni yote katika yote. Mungu anaweza akafanya kwako zaidi ya unavyofikiri, zaidi ya unavyowaza. Kwa nini? Yeye ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Yale ambayo akili zetu zimegota, ufahamu wetu umefika mwisho, uzoefu hauna majibu,
umri wetu umekoma na vyote haviwezekani. Huko ndiko tunakomhitaji huyu Mungu wa yote yasiyowezekana, ili aanze kazi yake, kwa sababu huko ndiko kwenye utawala wake, ndiko kwenye ufalme wake, ndiko kwenye utendaji kazi wake. Ukifanyiwa wakati una vigezo, hautamwona Mungu huyu ninayemsema. Ukifanyiwa nje ya vigezo na sifa, huko ndiko takakokutana na huyu Mungu. Sara anaambiwa, je, kuna neno gani gumu lisilowezekana kwa Bwana? Hivi unajua kwa Mungu hakuna lisilowezekana? Kwa nini unavunjika moyo kiasi hicho? Kwa nini unakata tamaa kwa namna hiyo? Kwa nini unajiona wewe sio wa maana? Kwa nini unalia usiku na mchana kana kwamba Mungu wako hayupo kama kwa Gideon? Inawezekana umebaki kusema, mtumishi, hujui tu, mimi ninapita mahali pagumu sana. Panafanana na Sara aliyekuwa amekoma siku zake, kikongwe wa miaka 90, tumbo lake limekufa. Hilo pito lako linafanana na Sara. Kama katika vigezo na sifa hivi Mungu anageuza, anahuisha na kuachilia uzao katika mazingira haya, na Isaka akapatikana, nataka niseme la kwako ni dogo, na Mungu aturejeshaye anachoweza kufanya kwa ajili yako. Jina la Bwana libarikiwe. Narudia tena kusema jina la Bwana libarikiwe. Malaika anamwambia Sara, je, kuna neno gani gumu Mungu asiloliweza? Kiswahili kingine anamwambia hata hili inawezekana. Na mimi nataka nikwambie mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu, hata hilo unalopitia linawezekana. Ndani yangu ninasikia namna ya tofauti sana kwa wale watu waliokata tamaa na waliochoka, na hasa kwenye ajenda ya kiuzazi. Weka mkono wako kwenye tumbo lako kama wewe ni mama. Weka mkono wako kwenye tumbo lako kama wewe ni mama. Kama wewe ni baba, shika kiuno chako. Yuko Mungu wa urejesho. Ndiyo, yuko Mungu wa urejesho. Hilo unaloona limeshindikana, yuko Mungu wa urejesho. Ndiyo, yuko Mungu anayerejesha miaka yetu iliyoliwa na adui. Adui ameshambulia kizazi chako, ameshambulia uzazi wako, ameshambulia mfumo wako wa uzazi. Umekata tamaa, hauna matumaini, imani yako juu ya Mungu imeharibika, imevurugika. Liko tumaini asubuhi ya leo. Yuko Mungu wa yote yasiyowezekana. Yes, ndiyo. Ukiwa umeweka mkono wako kwenye tumbo lako, ukiwa umeshika kiuno chako, tunaenda mbele za Bwana. Aliyefanya kwa Sara, aliyefanya kwa Ibrahim, aliyerejesha kwa Ibrahimu na Sara, liko jambo anakwenda kufanya kwako. Baba, katika jina la Yesu, ndiyo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni baba yetu na ni Mungu wetu. Wewe ni msaada wetu wa karibu. Wewe ni kimbilio na tumaini letu. Yuko baba huyu, yuko mama huyu, anapita mahali pagumu kwenye ndoa yake. Shida, amekosa mtoto, amekosa uzao, ana changamoto ya uzazi. Mwingine amepata mtoto, hajapata mwingine. Mwingine hana mtoto kabisa. Mwingine amepata mtoto wa jinsia moja, anataka jinsia nyingine. Kuna mahali amekwama. Wewe uliyefanya kwa Ibrahimu na Sara, uliyeachilia neema na kibali, uliyerejesha umri wa Sara na Ibrahimu, ninamleta mama huyu. Ndio, weka mkono wako kwenye tumbo lako, mwamini Mungu. Iko neema inapita kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia hiyo neema, ninaachilia huo uwezo na upako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndio, huo uvimbe ulioko kwenye tumbo lako, ninatuma damu ya Yesu na moto, ninatuma damu ya Yesu na moto, ninatuma damu ya Yesu na moto, ninatuma damu ya Yesu na moto. Vifungo vya kila namna, ndio, magonjwa, mashambulizi yoyote ya nguvu za giza, roho zozote za yule mwovu adui shetani zilizoshikilia tumbo lako, zilizoshikilia uzazi wako, katika damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ni mtoto wako hajafanikiwa kupata mtoto,
Achilia hayo maombi, achilia hiyo damu ya Yesu, achilia hilo jina la Yesu, bila kujalisha yuko wapi. Omba tena, mshikamanishe na madhabahu ya Bwana, ile madhabahu iliyojibu maombi na kiu ya Ibrahimu na Sara, katika jina la Yesu. Ndio, endelea kuomba tena, endelea kuomba. Wametoa kizazi chako, wamekuambia kizazi chako hakiwezi kushikilia mtoto, haiwezekani kwako. Wameambiwa maneno magumu na mazito ya kwamba haiwezekani kwako. Waambie ndio, sawa, haiwezekani, lakini yuko Mungu wa yote yasiyowezekana. Huyo ndiye ninayemkatia rufaa. Endelea kuomba, shikamanisha moyo wako na madhabahu ya kimbingu, shikamanisha moyo wako na msalaba wa Golgotha. Litaje jina la Yesu, achilia damu ya Yesu. Omba tena, iko neema ya Kristo inayoweza kutenda hapo. Yuko Mungu atutendeaye, yuko Mungu anayejibu, yuko Mungu anayefanya, yuko Mungu aliyoko, anayetawala na kumiliki daima, milele na siku zote. Ninaachilia uweza wako kwa damu na rika saka rapo kosaka. Omba tena, ndio, omba tena, ndio, pambana, omba tena. Bwana anayerejesha, wacha karejeshe tena. Bwana anayerejesha, wacha karejeshe tena. Akarejeshe tumbo lako, akarejeshe kizazi chako, akarejeshe ile mirija yako ya uzazi, akarejeshe kila kitu kikakae sawa. Nami ninatamka sawasawa na neno la Bwana, majira kama haya mwakani ukapakate mtoto, majira kama haya mwakani ukanyonyeshe mtoto, majira kama haya mwakani ukaitwe baba na mama, majira kama haya mwakani heshima yako ikarejeshwe. Mungu akakukumbuke, Mungu akakukumbuke, Bwana akakuchekeshe, Bwana akakufurahishe. Omba tena, usinyamaze, pambana. Ndio, omba tena. Umekuwa kila ukipata mimba zinaharibika, umekuwa kila ukipata ujauzito zinaharibika, na hakuna maelezo ya kutosha. No, tunakata rufaa. Nenda mbele za Bwana. Yuko Yehova asiyeshindwa, yuko Yehova asiyeshindwa. Wacha afanye. Hata ujauzito ulio nao hauna uhakika mwisho wake utakuwaje. Ninatamka na kutaja jina la Yesu, ninatamka na kutaja damu ya Yesu. Ndio, umefika mahali umekata tamaa, hauoni kama unaweza ukapata mimba tena. Na hata kama ukipata, umekata tamaa ya kwamba mimi ni mtu tu wa mimba kubeba na kuharibika. Tunakata rufaa kwa Bwana, tunakata rufaa kwa Bwana, tunakata rufaa kwa Bwana. Ndio, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Ng'ang'ana tena, omba tena. Aliyefanya kwa Sara akafanye na kwako, aliyefanya kwa Ibrahimu akakukumbuke tena, aliyefanya kwa wengine akatende na kwako. Mwambie Mungu, mwamini Mungu, mtazamie Bwana, jenga tumaini lako kwa Mungu ya kwamba inawezekana. Ndio, pambana, omba tena. Ng'oa hizo roho, ng'oa hizo madhabahu, ng'oa hayo maneno, ng'oa hayo manuizi, ng'oa na kila kitu. Tamka damu ya Yesu na moto, tamka damu ya Yesu na moto, tamka damu ya Yesu na moto. Wacha ipite kwenye hilo tumbo, ipite kwenye hivyo viuno, ipite kwenye mfumo wako wa uzazi, ipite kwenye kila kona. Ninanyunyiza damu ya Yesu, ninaachilia uwezo wako. Wewe Mungu uliye wa yote yasiyowezekana, fanya kwenye hili, jitukuze kwenye hili, onekana kwenye hili, jidhihirishe kwenye hili, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Majira kama haya mwakani, Bwana, tukasikia ushuhuda ya kwamba mama huyu alikuwa hana mtoto, ananyonyesha. Majira kama haya mwakani, baba huyu tusikie akiitwa baba fulani, katika jina la Yesu. Familia hii tusikie sauti ya mtoto akicheka, sauti ya mtoto ikisikika, katika jina la Yesu. Ninaachilia hiyo neema, ninaachilia hicho kibali, ninaachilia huo uweza, ninaachilia hiyo mamlaka. Ninaombea mfumo wako wa uzazi, Bwana arejeshe, Bwana arejeshe. Aliye Bwana wa urejesho akafanye kitu kwa ajili yako, akafanye kitu kwenye familia yako, akafanye kitu kwenye ndoa yako, akafanye kitu kwenye tumbo lako, akafanye kitu. Mwamini Bwana kwamba yupo.
Usihofu mazingira yanasemaje. Yuko Bwana wa mazingira hayo. Hata kama kibinadamu hayawezekani, huko ndiko ambako Mungu yuko na anatawala. Hata kama wamekuambia hapa, sahau kwa habari ya uzao. Mwambie Mungu ndiye anayetawala kwenye mbingu hizo zilizoko, ambazo ndizo zinazotamkwa kwa namna hiyo. Kama Mungu alikuumbia tumbo la uzazi, haikuwa bahati mbaya. Halikuwekwa hapo kama pambo, limewekwa hapo kwa kusudi maalumu, ili uweze kuzaa na kuongezeka. Wacha Bwana afanye, wacha Bwana atende, wacha Bwana ahusike, wacha Bwana akupiganie, wacha Bwana akuonekanie, wacha Bwana atende kwa viwango vya kimbingu. Achilia moyo wako, achilia moyo wako, na wacha nikuambie, Mungu na akufute machozi. Bwana akuondolee hiyo huzuni. Bwana akuondolee hiyo hali ulio nayo. Umelia, inatosha. Umevunjika moyo, inatosha. Umekata tamaa, nyenyuka. Moyo wako umeinama, simama tena. Umepakwa matope, kwa hilo jifute hayo matope, jikung'ute mavumbi, simama, songa mbele. Lingaliko tumaini kwa Yesu wa msalaba, kwa Mungu wa yote yasiyowezekana. Kuna jambo anakwenda kufanya, kuna jambo anakwenda kufanya, kuna jambo anakwenda kufanya, kuna jambo anakwenda kufanya. Mwamini Mungu, mpe nafasi. Mariam akasema, na iwe kwangu kama neno lako linavyosema. Lakini kwa Yeremia, Mungu anasema, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani gumu nisiloliweza? Kama una mwili wa damu na nyama kama aliyokuwa nao Yeremia, basi hata hilo kwa Mungu linawezekana. Hata hilo kwa Mungu ni rahisi. Hata hilo kwa Mungu linawezekana. Achilia moyo wako, jishikamanishe na madhabahu na neema ya msalaba, ya kwamba Yesu uliyetenda kwa wengine, uliyefanya kwa wengine, tumesoma habari zako, tumesikia habari zako, ya kwamba ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Basi hata katika hili ninatamani niwe ushuhuda unaoishi. Habari za kina Sara, wamekwisha kufa, hawapo tena. Tunatamani wapya wa kizazi hiki ambao wanaonekana, wanaoweza kuonekana, wakatusimulia juu ya habari ya matendo makubwa ya kwako. Pokea uzao kwenye ndoa yako. Pokea uzao kwenye familia yako. Pokea uzao kwenye tumbo lako la uzazi. Pokea uzao kwenye familia yako. Pokea uzao kwenye maisha ya kwako, katika jina la Yesu. Kile kilichofanyika kwa Sara kiwe sehemu ya maisha ya kwako. Mwamini Mungu kwamba amesikia. Anza kutembea kama mama mwenye watoto. Anza kutembea kama baba mwenye watoto. Usiishi tena kama asiamini. Pokea hilo jambo, tembea nalo. Sikiliza, haitoshi tu kuomba, lakini pia na kuamini ulichokiomba, ya kwamba Mungu amekisikia. Usiishi tena kama asiyekuwa na mtoto na asiyekuwa na matumaini. Ishi kama baba na mama mwenye watoto wengi, wa kike na wa kiume. Amen. Kumbuka namba zetu za kutuma sadaka ziko mbili. Moja ya Mixx by Yas ambayo ni 0713 76 28 87, 0713 76 28 87. Ya pili ni 0757 220 220, 0757 220 220. Tuma sadaka yako hapo, na ikifika itakuja kwenye madhabahu, na jina litakuja KKKT DMP, KKKT DMP. Wacha nikuombe kwa ajili ya Jumanne ya leo. Bwana Mungu akakutangulie katika ratiba zako za leo, akayatamie Jumanne yako mahali popote unapokwenda. Damu ya Yesu ikufunike, ikuwezeshe kuona msaada wa Mungu kila mahali. Mahali popote unapokanyaga, unapoenda, ukauone mkono wa Bwana. Wanaoenda kwenye interview, wanaoenda kwenye vikao, wanaoenda kwenye maamuzi, wanaoenda kufanya lolote, Mungu akakuonekanie, akakupe watu sahihi ambao wamebeba cha kwako na uliobeba cha kwao. Katika jina la Yesu, ninakutenga na kila mashambulizi na kila roho mbaya, roho za ajali, roho za mauti, roho za misiba, roho zozote zile na taarifa zozote mbaya zisikupate. Jumanne yako ikaitwe Jumanne iliyobarikiwa, yenye wingi wa ushindi, na Mungu akaku
akuonekanie katika kila hatua, ukauone uweza wake ukitembea pamoja naye. Yaliyoshindikana jana, yaliyofeli jana, ambayo hayakuonekana jana, siku ya leo Mungu akakufanyie uwepesi na yakakuonekanie na ukauone ushindi katika maisha ya kwako. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote mnaomwamini Mungu na kumtegemea. Bwana Mungu akubariki na kukulinda, akawe mlinzi wako katika kila hatua, asisinzie wala asilale, ambaye wakati wote haachi mguu wako usogezwe, iwe mchana ama usiku. Bwana Mungu akuinulie nuru za uso wake akakufadhili, usipungukiwe kwenye eneo lolote. Yeye akawe mfadhili wako katika nyanja na kona zote. Bwana Mungu akuinulie nuru za uso wake akakupe amani, moyo wako kafurike, ukawe ni jito lenye amani katikati ya mambo yote. Pokea baraka hizi katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nikutakie siku njema yenye wingi wa baraka na ushindi tere katika Jumanne hii. Tuonane jioni katika kipindi cha Evening Glory. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.